Lakini mzee alikuwa anatumika vizuri kabisa. Akikwambia kina mama anaenda, mimi nitapata mtoto, nitapata saini wa aina gani? Anaanza lo. Anakwambia. Huyu alikuwa na kweli, kwa sababu hata alishikwa akawekwa ndani, wakamfungia kwa jela, prison. Mlango umefungwa, wakampata huyu jamaa huko, anasikia huyu jamaa tumemwona mahali fulani. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Walibaki hapa na magereza zao zimefungwa. Mzee Mongogo ametoka zamani. Halo, ameenda kutabiri na kuchapa injili huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mamajusi hawa mamajusi si kwa kina mama wanaitwa mamajusi, lakini ni wasomi, ni wanaume, walikuwa na wanaume, watu wa kutabiri nyota. Kwa hivyo walipokaa katika vikao vyao, hao mamajusi watatu wakaona nyota inang'aa, wakashangaa, hii nyota inang'aa leo, ni nyota, kuna mtoto anazaliwa ambaye nyota yake iko safi, nyota yake inang'aa sana. Na wakaona kwamba nyota ya mtoto huyu atakuwa mfano. Kwa hivyo wakakaa, wakafikiria, wakasema, kwa sababu hii nyota ni ya kifalme, huyu mtoto acha twende tuangalie kwa mfalme katika makao ikulu. Kwa hivyo wao wakashikana kiguu na njia mpaka kwa mfalme Herode. Anaulizana, yuko wapi aliyezaliwa mfalme? Herode anauliza, mfalme? Mimi ndiye mfalme? Mfalme mwingine ni gani tena? Akasema, hapana, tumeona nyota ya kifalme, mtoto atakayezaliwa ambaye amezaliwa ni mfalme. Hiyo nyota inang'aa, ni ya kifalme. Kwa hivyo jambo hili likamtatiza sana Herode. Hata alikuwa na shida gani? Tambo mtoto akue aje kuwa mfalme ni lini hapo? Alikuwa na shida tu. Na pili, alikuwa anaona kwamba ufalme utatoka kwake, utaenda kwa mtu mwingine. Kwa hivyo mamajusi hawa wakaenda mpaka kwa mfalme Herode, wakaulizia, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake toka mashariki, nasi tumekuja tumsujudie. Wajua, walipokuwa wanaelekea kwa mfalme katika makao ya mfalme, ile nyota ilijificha, hawakuweza kuiona tena. Kwa hivyo walipofika kwa Herode, ndio sababu anaulizia Herode, kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja tumsujudie. Basi mfalme Herode